Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, ilikuwa ni kama movie hivi, lakini ndio uhalisia wenyewe na ndivyo ulivyokuwa unatokea. Baada ya kuwa drones 3 ambazo amezitumia Captain Ibrahim Traore kuua magaidi ambao walisababisha disaster kwa askari 200 ambao wamepoteza maisha. Na sio askari tu, kama nilivyosema tena na tena, kuwa wale walikuwa ni wanafamilia katika familia zao. Wengine ni watoto kwa wazazi wao, wengine ni waume kwa wake zao, wengine ni baba kwa watoto wao. Kwa hiyo na hivyo ni raia pia wa taifa la Burkina Faso. Lakini kumbe Ibrahim Traore alikuwa hajakaa kimya. Na uone hao magaidi kuwa kumbe wanafuatilia kila movement ya Rais Captain Ibrahim Traore, kwa sababu siku hii ambayo ameondoka kwenda Urusi kwa ajili ya kusherehekea ushindi wa miaka 80 kwa wale mashujaa waliopambana kwenye vita vya pili vya dunia, na Urusi akiwa ni mmoja wao, na Urusi ndiye aliyesababisha pia ushindi mkubwa sana katika vile vita vya pili vya dunia. Huku kumbe magaidi walikuwa wanapanga njama zingine. Na hawa sio magaidi wa kawaida. Hilo naomba tulielewe. Hawa ni magaidi ambao wana backup kutokea mataifa ya nje, hususan Ufaransa. Na ndio maana wakati nakuambia kuhusiana na wale watu waliokamatwa 106, kwa sababu unajua asingeweza kuua wote, lazima kuna watu fulani ambao wamewakamata. Au waliokamatwa 106, watu 14 wanatokea ni raia wa Ufaransa. Sasa swali likawa, raia wa Ufaransa kwenye kambi hizi za magaidi walikuwa wanafanya nini? Na raia wa Ufaransa wana pesa ambazo ni pesa za Ufaransa, CFA franc, wanazo kwenye ile kambi. Je, hizi pesa ni nani aliyewatuma? Kwa hiyo ndio iko hivyo. Lakini hasa kama unavyojionea mwenyewe hapa, the way ambavyo operation imeenda, kwa sababu Ibrahim Traore kumbe alipoambiwa vile kuwa hawa jamaa tayari wameshafanya uharibifu wa hali ya juu sana na kuua askari wetu kama 200, je, tuwashambulie? Akawaambia hapana, hata msiwashambulie. Sasa mpaka askari wakachanganyikiwa, tusiwashambulie kivipi wakati hawa watu wamefanya mambo ya ajabu sana? Je tu sasa rais nini? Hawakujua mipango yake. Kumbe rais awamu hii au Burkina Faso awamu hii walikuwa wamejiandaa vizuri sana na shambulio lolote la kigaidi litakaloweza kutokea. Kwa hiyo mwamba sasa, baada ya kuwa amekamilisha mambo yake vizuri pamoja na washauri wake pamoja na makoloneli pale Burkina Faso, ndiyo sasa akapeleka drones 3. Drones 2 zikiwa ni nyeusi, ambazo hizi ni kutoka Korea Kaskazini, na drones 1 ni nyeupe ambayo hii ni kutokea China, ambazo ndizo zimefanya maafa kwa hawa materrorist, kwa hawa magaidi ambao walikuwa sasa wanakimbilia kwenye vijiji, wakataka sasa kuwatoa kwenye vijiji. Ndio maana ukiona hizi footage hapa, unaona kuna wakati mwingine watu wanakimbilia chini ya miti mikubwa, maana unajua Burkina Faso ina miti mikubwa kwenye vijiji hivi, hasa hii ya maembe. Kwa unakuta wamekimbilia hapo, na wengine wakawa wanakimbia na pikipiki, lakini wameweza kushughulikiwa barabara. Na hizi drones zilikuwa zimepanga kama V hivi, yani kama V, kwa sababu 2 ziko chini ambazo ni hizi nyeusi kutoka Korea Kaskazini, alafu 1 iko juu lakini iko hapa mbele ambayo hii ni ya Mchina. Maana ni drones ambazo zina uwezo wa kushambulia na zina uwezo wa kuona na, yani zina rekodi na huku zinashambulia. Na ndio maana na sisi kama wanaukuu wa Mwafrika tumeweza kukuletea hii footage hapa ambayo unaiona hapa, ambayo ndivyo inavyoonyesha operation ile iliendaje, kwa sababu ni drones ambazo zina uwezo wa kushambulia, lakini zina uwezo pia vile wa kurekodi matukio huku zikiendelea kushambulia na kutuma data kutokea control room ambako hawa askari wapo, au kwenye kambi ya jeshi ambapo sasa wanaendesha hii operation. Kwa hiyo sio kwenda kupigana nao tena. Sasa wao wameua askari 200, lakini drones hizi 3 tu zimefanya hiyo operation ya kuua magaidi 1000. Na hapa kama unavyoona walikuwa wanashambulia, kwa sababu hawa magaidi wanajichanganya na wanakijiji. Kwa ili wasiweze kuwadhuru wanakijiji, wanashambulia lakini huku wakiwatoa kwa magaidi. Sasa baada ya kuona haya mambo yamekuaje, wengine wakaanza kukimbia na pikipiki, lakini bado
bado waliweza kudhibitiwa wakiwa wanakimbilia uko polini, ambako na kwenyewe uko polini drones zikaenda zikawafuata. Hii ndio sababu kumbe Mfaransa alikuwa hataki Burkina Faso wafanye biashara ya silaha na mataifa mengine. Ukumbuke Mfaransa alikuwa anawapa jeshi la Burkina Faso silaha, lakini silaha hizi zilikuwa hazina uwezo wa kukabiliana na kupambana na makundi ya kigaidi. Ndio maana ungeweza kukuta makundi ya kigaidi yana silaha kali kuliko jeshi la Burkina Faso. Kwa sababu ugaidi unasumbua Afrika, ndugu zanguni. Tuacheni tu uongo au tuacheni utani. Ugaidi unaisumbua Afrika. Ndio maana utaona hapo Burkina Faso inasumbuliwa. Utaona Niger magaidi wanasumbua. Mali magaidi wanasumbua. Tena kama Mali ndio kabisa, kwa sababu kumbuka Mali wana migodi mikubwa ya dhahabu kama 860, lakini kabla Assimi Goita hajaingia madarakani walikuwa hawana hata gramu moja ya dhahabu. Lakini kumbuka wakati huo Ufaransa imewaambia tuko hapa kuwasaidia serikali ya Mali kupambana na magaidi. Ndio hii alipokuja kuingia Assimi Goita akasema hapana, uhuni. Haiwezekani mkasema mko hapa mnatusaidia na bado tunaendelea kupigwa, bado tunaendelea kupigika. Ondokeni. Baada ya kuwaondoa tu pale, basi mambo yamekuwa ni mambo tofauti. Kwa hiyo hawa magaidi sasa, kumbuka haya ni mataifa ya nje yanayofadhili haya makundi ya kigaidi. Ili tumekuwa na ushahidi nalo. Hata hapo Mali mliona kulikuwa na taarifa ambayo ilikuwa inaonekana kuwa kuna kundi la magaidi ambalo liliitwa Tuareg Group ambalo lilihama kutoka Libya baada ya kumuua Colonel Muammar Gaddafi. Likahama kutoka Libya likahamia moja kwa moja mpaka Mali, alafu wakataka maeneo fulani wayachukue wayamiliki, yani ile iwe pale pawe ni utawala wao, na maeneo yenyewe ndio maeneo haya yenye migodi ya dhahabu. Lakini kukawa sasa kuna ushahidi uliotoka kuwa askari kutoka Ukraine walikuwa wanawafundisha hawa magaidi ili magaidi wapambane na serikali ya Mali, na kweli wakapambana nayo, na tunaona wale magaidi waliofundishwa na askari kutoka Ukraine wakasababisha mauaji ya wanajeshi 1000, yani wakiwemo Wagner Group na hawa askari wa nchi. Ndio hiyo sasa ninayokuambia. Kwa hata hawa wanaopigania huko Burkina Faso, ndio maana unakumbuka Ibrahim Traore akiwa Urusi akasema this is not about terrorism, it is about imperialism. Yani kwa maana kuwa hili sio swala tu la ugaidi, ni swala la mabeberu, ni swala la ubeberu, unyonyaji, kwa sababu wanataka waendelee kunyonya rasilimali za Afrika huku wakisababisha vita. Na inapotokea sasa serikali ya Afrika ikiamua kujilinda yenyewe dhidi ya wale magaidi, matokeo yake wataanza kuongea vingine. Okay, kabla sijaenda huko nimalizie hapa kwa kusema kuwa unaona sasa ambavyo kumbe serikali hii ya Burkina Faso ilikuwa imejiandaa kweli kweli. Na ndio maana kumbe Ufaransa ilikuwa inawakataza wasinunue silaha kutoka maeneo mengine, kwa sababu walijua wakienda kufanya ushirika wa kijeshi na serikali zingine kama China, kama Korea Kaskazini, kama Urusi, hawa hawajawahi kufadhili vikundi vya kigaidi. Hawana historia hiyo. Mataifa haya China, Urusi, Korea Kaskazini hawajawahi hata siku moja kufadhili makundi ya kigaidi. Na Uturuki pia, kwa sababu naye ana drones pale bwana Ibrahim Traore za Uturuki ambazo zinaitwa Bayraktar ambazo alizinunua Uturuki, ambazo na zenyewe zimesaidia pakubwa sana kufanya operation hii ya kuweza kuondosha manyang'au na magaidi ambao wanatumiwa na watu wa magharibi. Kwa hiyo ndio maana sasa unaona kumbe kwa nini Mfaransa alikuwa na wakataza wasinunue hizi silaha, kwa sababu alijua siku watakaponunua hizi silaha kutoka kwa mataifa kama hayo watakuja kumuumbua Mfaransa. Na ndicho kinachofanyika na ndicho kinachotendeka ndani ya taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo sasa hii ndio iko hivyo. Sasa baada ya Ibrahim Traore kuvunja mahusiano ya kijeshi, ushirika wa kijeshi, kuondoa kambi za Mfaransa pale Burkina Faso, ndipo sasa alipoanza kununua silaha Korea Kaskazini, kununua Urusi, kununua China, kununua
kuinunua Uturuki, lakini Venezuela pia, unakumbuka hata Irani pia vile vile, na mambo mengi tu, yani ukiachilia mambo ya silaha, lakini mambo mengi kubadilishana teknolojia, swala la maendeleo, swala la elimu na mambo kadha wa kadha, mambo ambayo manyang'au hawayataki kuyasikia. Ndio baada ya hapo amekuwa akiwashughulikia hawa magaidi barabara, kwa sababu nyuma ya hapo ni kwamba, ina maana kwamba nyuma ya hapo au nje na hapo ni kuwa hawa magaidi walichokuwa wanakifanya kilikuwa ni nini, na wanafadhiliwa na nani, na je ni nani anayewapa information, anayewapa taarifa zile movement zote za jeshi la Burkina Faso, kama sio ya mataifa ya magharibi. Kwa ni hayo mataifa ya magharibi. Sasa kupitia hilo wamebadilisha, wamebenjua kidogo. Unajua wao silaha kubwa kwanza wanayoitumia ni taarifa kupitia vyombo vyao vya habari. Sasa hii BBC ya Afrika, wao wamebenjua hawa magaidi Ibrahim Traore aliowaua, ambao walikuwa ni magaidi kama 1000, wao sasa wamegeuza, wanasema kuwa ameua raia 1000. Ndiyo, kwao ni raia, lakini huku ni magaidi, kwa sababu hawa wanawasaidia wao ili waendelee kuchota rasilimali katika taifa au bara hili la Afrika. Ndio maana unaona wanasababisha vita katika maeneo ambayo yana mali, katika maeneo ambayo yana madini. Ndio maana unaona Kongo haitulii. Kongo pale ilipo ina makundi haya ya waasi zaidi ya 140. Ungekaa unajiuliza makundi haya yanafanya nini? Yanataka kuasi kinyume na nani? No, sio makundi ya waasi ambayo yanataka kuasi kinyume na mfumo. Ni makundi ambayo yanapigania kwenye maeneo ya madini, kwa sababu hawa wanakuwa wanafadhiliwa na watu kutokea nje ya Afrika. Kama vile ambavyo tuliona juzi, nilikuwa nakuambia kuhusiana na Nigeria pale, wamekamata askari mmoja kutokea huko Uingereza ambaye alikuwa anaingiza bunduki za kimagendo katika taifa la Nigeria, na hizi bunduki ndizo ambazo wanapelekewa hawa manyang'au na AK47 hizo. Wanapelekewa manyang'au ambao wanaenda kupigania, na hizi bunduki zilikuwa zinaingizwa eneo ambalo lina mafuta. Ndio maana Ibrahim Traore akasema unashangaa, kwa sababu Nigeria ni producer mkubwa sana wa mafuta, lakini eti Nigeria iko kwenye umasikini wa hatari, kwa sababu ni producer mkubwa wa mafuta kuliko mataifa ya Kiarabu. Lakini nenda kaangalia Waarabu walivyojenga, nenda huko Saudi Arabia, nenda Oman, nenda huku nenda pale Qatar, njoo huku Dubai, nenda huku Shajari, wanakuambia ni mafuta tu na akili kichwani ambazo wanazo. Lakini huku na huko kwao, huko kwenye haya mataifa niliyokutajia, usikii mambo ya kigaidi huko. Wamedhibiti kweli kweli. Ugaidi unasikia huko maeneo mengine, lakini ukiangalia Afrika sasa, maeneo ambayo ndio kuna mali, maeneo ambayo ndio kuna dhahabu, kuna mafuta, ndio huko unaona watu, makundi ya magaidi yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo Ibrahim Traore kupitia drones hizi 3, 2 kutokea China na 2 kutokea Korea Kaskazini na 1 kutokea China, ameweza kuwashughulikia na kuua magaidi 1000 wanaokuwa Mwafrika. Habari hizi tunazoziongeza Ibrahim Traore, tuna kitabu hapa ambacho kimeandikwa Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Na hiki kitabu basi bei yake hata sio kwamba ni kubwa sana, na utakipata kwa shilingi 40,000 tu, na utapiga namba zinazoonekana hapo katika skrini yako. Hiki kitabu ni kitabu kizuri sana ambacho kina peji 332. Utakisoma, kimeandikwa sana kuhusiana na mwamba Ibrahim Traore, lakini na Colonel Muammar Gaddafi. Mambo yake yote yako humu, kwa sababu hapo ukikiangalia mfano kwa Colonel Muammar Gaddafi, unaona Obama alikuja kumuua Colonel Muammar Gaddafi akisema huyu ni dikteta. Tunashangaa, dikteta aliua watoto wa Obama wangapi? Aliua wa Marekani wangapi mpaka useme dikteta? Yote haya yako humu ndani ya hiki kitabu. Asanteni sana.